Haleluya. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu, uketie mahali pa juu, tunaliinua juu jina lako, tunakuabudu, tunakutukuza, tunakushukuru Baba. Asante kwa siku ya leo, asante kwa uzima, asante kwa uhai, asante Baba kwa afya, asante, tunakushukuru kwa ulinzi, asante kwa kutulinda usiku kucha, asante tumeiona siku ya leo. Pokea sifa, heshima na utukufu. Tunaliinua juu jina lako, tunakuabudu, tunakusifu, tunakutukuza, Mungu wa miungu, Bwana wa mabwana, mfalme wa amani. Niko ambaye niko, pokea sifa, unastahili sifa, heshima na utukufu. Sante Baba kwa zawadi ya uhai, sante Baba kwa upendo unaotupenda. Sante, tunakushukuru Baba, pokea sifa, heshima na utukufu. Sante kwa ajili ya damu yako ya thamani inayotusafisha, inayotutakasa, inayozidi kutuweka huru kila itwayo leo, inayotuwekea ulinzi katika malango yetu, katika maisha yetu, inatuwekea ulinzi katika maisha tunayoyaishi hapa duniani. Baba, tunakushukuru. Sante maana kupitia damu yako umetutakasa na umetufanya tumekuwa watoto wako, taifa lako takatifu. Sante kwa agano uliolifanya, agano la milele la damu yako pale msalabani. Maana kupitia damu yako Baba umetugonga muhuri, na sasa tumekuwa ni miliki na mali yako. Umetufanya kuwa wafalme na makuhani wako. Sante Baba, tunakushukuru. Pokea sifa, heshima na utukufu. Sante kwa kutuunganisha siku ya leo tena kwa ajili ya jina lako Baba, tunakushukuru. Naachia damu yako ya thamani iliyomwagika pale Kalvari pite katika nafsi, katika mioyo, katika akili, katika ufahamu, ikawasafishe kila mmoja watoto wako hawa, ikawaandae, ikawaweke tayari kwa ajili ya kupokea neno lako, kupokea chakula ulichokiandaa siku ya leo kwa ajili ya nafsi na roho zao. Hata mimi mtumwa wako niko tayari. Bwana Yesu, naomba ukanitumie kwa kuwa ni chombo chako, kaseme na watoto wako, kawalishe chakula, ukawalishe neno lako ulioliandaa kwa ajili ya watu wao wa ndani, nafsi na roho zao, ili zikazidi kujengeka, zikazidi kukua, zikazidi kukutafuta na kukufikia wewe Bwana. Asante Mungu mwenye nguvu, na funga kuzimu, funga mauti, haina nguvu juu ya kila mmoja. Naachia damu yako ikasafishe malango, ikasafishe maisha ya kila mmoja, ikamtakase na kumweka huru siku ya leo. Nasambaratisha kila mitego ya adui iliyotegwa usiku wa leo, nasambaratisha kwa damu ya Yesu. Naachia nuru yako ikatawale Baba. Tunaomba siku ya leo, vyakula, vinywaji, tunapoingia, tunapotoka, maisha yetu yote Baba, tunaomba siku ya leo katuongoze wewe. Tumeanza na wewe, lakini pia tunaomba tumalize na wewe, Baba yetu na Mungu wetu, Alfa na Omega. Sante Baba, pokea sifa, heshima na utukufu. Ni katika jina lenye nguvu, uwezo, mamlaka na utisho, jina lako Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, nimeomba na kushukuru. Amen. Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe, Kristo atukuzwe, Kristo ainuliwe juu. Siku yetu ya leo tunajifunza somo linasema vitu vinavyofanya lango lako kuwa na nguvu. Vitu vinavyofanya lango lako kuwa na nguvu. Vitu vinavyofanya lango lako kuwa na nguvu. Mpaka unavamiwa na adui ni kwa sababu lango lako halina nguvu. Lango lako halina ulinzi, au malango yako hayana nguvu, malango yako hayana ulinzi. Kwa leo tutajifunza vitu vitakavyokusaidia au vitu vitakavyokupatia nguvu katika malango yako au nguvu katika lango lako. Tutasoma kitabu kitakatifu Matendo ya Mitume 1. Matendo ya Mitume 1 mstari wa 8 hadi wa 9. Lakini wakati Roho Mtakatifu atakapowashukieni nyinyi, mtapokea nguvu na mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, katika nchi yote ya Yudea na Samaria na hata miisho ya dunia. Baada ya kusema hayo, wote wakiwa wanamtazama, alichukuliwa mbinguni, wingu likamficha.
wasimuone tena. Tunaona hiki ni kipindi ambacho Yesu alikuwa anawaaga wanafunzi wake. Haya ni maneno ambayo Yesu aliwaambia wanafunzi wake pale Galilaya. Ni kile kipindi ambacho Yesu ameshamaliza kazi yake. Kazi yake nikimaanisha pale msalabani. Ameshafufuka na anaongea na wanafunzi wake na kuwapa maneno ya mwisho kabla Yesu hajatengana nao katika ulimwengu huu wa mwili waliomzoea kumuona. Wanatembea naye, wanakula naye, anawafundisha, wanamuona kwa macho ya nyama. Ilikuwa ni kile kipindi Yesu anawaaga wanafunzi wake. Anawafungulia sasa ulimwengu mwingine wa kiroho, kwamba naondoka sawa, lakini bado niko na nyinyi. Tutaendelea kuonana, tutaendelea kufanya kazi na nyinyi, ila katika ulimwengu wa roho. Maana chapter ya kiroho imefunguliwa sasa. Ndio maana aliwajenga imani zao, ili kupitia imani waendelee kufanya kazi na yeye Bwana. Ili kupitia imani tuendelee kufanya kazi na Bwana. Kwa tunaona, lakini wakati Roho Mtakatifu atakapowashukieni nyinyi, mtapokea nguvu na mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika nchi yote ya Yudea, Samaria na hata miisho ya dunia. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, msitoke nje ya Yerusalemu mpaka mtakapojazwa Roho Mtakatifu. Mpaka mtakapotiwa nguvu, mtapokea nguvu. Maana hapa anasema, lakini wakati Roho Mtakatifu atakapowashukia nyinyi, mtapokea nguvu. Kwa hiyo tunaona hii nguvu tunayoipokea ni nguvu ya Roho Mtakatifu, ni nguvu ya Mungu tunaipokea. Na hii nguvu tunapoipokea inaenda kukaa kwenye malango. Malango yanaruhusu vitu katika ulimwengu wa roho vipite. Hivi vitu vinaweza vikawa ni vitu vya nuru au vikawa vitu vya giza. Ndio maana mlango tukiufungua, kazi ya mlango ni kuruhusu kitu kipite toka nje kiingie ndani, au toka ndani kije nje. Kwa hiyo tunapofungua mlango tunaruhusu movement ya vitu toka ndani kuja nje au toka nje kuja ndani. Na sisi wanadamu tunayo malango, ambayo haya malango sasa tunaweza kuruhusu vitu vya kiroho vya nuru au vitu vya kiroho vya ufalme wa giza. Lakini haya malango pia yanapokea nguvu, na hii nguvu inakuwa inaleta ulinzi kwenye malango. Na ndio maana Yesu aliwaambia hawa wanafunzi wake, aliwaambia hawa mitume, msitoke nje ya Yerusalemu mpaka yule Roho Mtakatifu niliyewaambia kwamba haina budi mimi ni lazima niondoke, kwa sababu nisipoondoka utatu wa tatu wa Roho Mtakatifu hautafunguliwa kwenu. Msihuzunike kuondoka kwangu, bali furahini kwa sababu ile ahadi Mungu aliyoiweka kwenu ya utatu wa tatu wa Mungu, ambao ni ujio wa Roho Mtakatifu duniani upate kutimia, ambaye huyu Roho ataishi ndani yenu na nyinyi mtakuwa hekalu lake. Na huyu Roho ataenda kukaa kwenye nafsi zenu na atakaa na kuweka ulinzi na nguvu kwenye malango yenu, ambaye huyu akikaa kwenye malango yenu akaweka na nguvu yake itawasaidia kupigana na adui. Nguvu yake itawasaidia kumshinda adui. Nguvu yake itasaidia kuweka ulinzi. Na ndio maana kila eneo, kila mtu au kila eneo au kila sehemu lazima kuwe na malango. Mwanadamu ana malango, nchi inayo malango, miji inayo malango.
Na ndio maana hata ufalme wa giza ili waende kuzimu wanahitaji malango, na hata sisi wanadamu tunayo malango ya kuingilia mbinguni. Lango mojawapo ni neno la Mungu. Tunaposoma neno la Mungu ni kwamba tumefungua lango la kuingia mbinguni. Lango lingine ni kuomba. Unapopiga magoti umeomba ni kwamba unafungua mlango wa kwenda mbinguni. Lango nyingine ni kunena kwa lugha. Unaponena kwa lugha ni ufunguo ule, umefungua mbingu. Unaruhusiwa kuingia kwa sababu ni lugha ya mbinguni, umefungua mbingu. Kwa hiyo hata nchi ina malango, na ndio maana unakuta mipaka ya nchi inalindwa, askari wanalinda mipakani, ni malango yale. Katika ulimwengu wa mwili tunaona askari, lakini na ulimwengu wa roho askari wapo wanalinda. Mapepo yapo yanalinda. Nategemea na hiyo nchi ni askari gani katika ulimwengu wa roho wameweka. Kama ni ufalme wa giza unatawala, basi askari wa kipepo watakaa hapo, mashetani yatakaa hapo, majini yatakaa hapo, vibwengo vitakaa hapo, vinalinda. Lakini leo tunaongelea zaidi malango ya kiroho ya mwanadamu, na sisi wanadamu tunayo malango, na ndio maana unaambiwa malango yako umeacha wazi. Mfano kama lango la ndoto ukiliacha wazi, adui atakuja, ataleta ndoto zake chafu ili akuchafue nafsi yako, achafue roho yako, akutenganishe na huyu Mungu. Kwa malango siku zote yanatakiwa yawe na ulinzi, yawe masafi, yatunzwe. Na ndio maana Yesu aliwaambia wanafunzi wake, hamtaweza kufanya kazi wenyewe, lazima Roho Mtakatifu aje aishi ndani yenu. Huyu atawatia nguvu, mtapokea nguvu, kwa sababu peke yenu kufanya kazi wenyewe, malango yenu pasipokuwa na ulinzi wa nguvu ya Roho Mtakatifu, adui hamwezi kumshinda. Na ndio maana unapompokea Yesu umeingia ufalme wa mbinguni. Kitu cha kwanza, jina lako linaandikwa mbinguni, linafutwa katika kile kitabu cha kuzimu na mauti, linaandikwa katika kitabu cha uzima wa milele. Kitu cha pili, unapewa Roho Mtakatifu hapo hapo. Hata kama roho hujabatizwa kwa moto, lakini Roho Mtakatifu ulipomkiri Yesu umempokea. Ni ahadi hii, umempokea, yupo ndani yako, anaishi. Kwa nini? Ili akusaidie sasa. Umeanza safari ya wokovu, huyu Roho akusaidie kuanza kuteketeza magugu yaliyo ndani yako. Ndio maana tunaambiwa huyu Roho atateketeza magugu, atateketeza takataka zote, atazitenga ndani yako. Tabia zile zote ovu za kidunia utaanza kuziacha. Hata unataka kufanya kitu kibaya cha uovu, Roho atakukumbusha wewe, si umempokea Yesu, si umebadilika sasa hivi. Huyu Roho Mtakatifu ndo kazi yake, ndio anateketeza. Kwa nini? Kwa sababu ni moto ulao umeingia ndani yako, unateketeza takataka zote. Kwa Yesu aliwaambia, lakini wakati Roho Mtakatifu atakapowashukieni nyinyi, mtapokea nguvu na mtakuwa mashahidi wangu. Maana hamtaweza kufanya kazi yangu pasipo Roho Mtakatifu. Hamtaweza kunishuhudia, hamtaweza kuongea, kuwa na ujasiri wa kulisema neno la Mungu pasipo Roho Mtakatifu. Mimi mwenyewe nisingekuwa na ujasiri huu wa kufanya kazi ya Bwana na kusema neno hili la Mungu pasipo Yesu mwenyewe, pasipo Roho Mtakatifu, kwa sababu yeye ndiye anayewatia nguvu, nguvu ya ujasiri, nguvu ya imani ya kufanya kazi yake. Kwa huyu Roho anatutia nguvu, anatusaidia ili kupitia nguvu hii tuwe na ujasiri wa kuwa mashahidi wake, tuwe na ujasiri wa kumshuhudia huyu Yesu, tuwe na ujasiri wa kumpeleka huyu Yesu, tuwe na ujasiri wa kufanya kazi yake. Na kumshuhudia maeneo yote, kuanzia Yerusalemu mpaka Yudea,
mpaka Samaria na hata miisho ya dunia, mpaka kwa watu wa mataifa ambao ni sisi tumepokea wokovu na sasa tumekuwa taifa takatifu. Maana tunaona Israeli, baada ya wana wa Israeli, baada ya Wayahudi kukataa wokovu, kukimbilia miungu mingine, kukataa kwenda kiroho zaidi, kung'ang'ania mwilini, tunaona Mungu aliupeleka wokovu kwa mataifa. Mungu alilipeleka taifa la Israeli kwa mataifa, na leo hii mimi na wewe tunaitwa wana wa Israeli. Na leo hii mimi na wewe, hii ahadi ya kupokea nguvu ya Roho Mtakatifu tunaipokea pia. Kwa nini? Kwa sababu na sisi ni wana wa Israeli. Kwa hiyo hata sisi tunaambiwa kwa nguvu hii ya Roho Mtakatifu tumepewa nguvu ya kumtangaza huyu Yesu, ya kumshuhudia huyu Yesu, ya kumhubiri huyu Yesu maeneo yote. Angalia hapa tunaambiwa Yudea, Yerusalemu, Samaria na miisho yote ya dunia, mpaka kwetu sisi mliopo Tanzania, Kenya, Uganda, Malawi, Zambia, Ulaya, Amerika, Australia, kote Yesu anahubiriwa. Kwa nini? Kwa sababu nguvu ya Roho Mtakatifu ya kumshuhudia huyu Yesu kupitia hawa ambao wamempokea huyu Yesu, hii nguvu ya Roho Mtakatifu inakaa kwenye malango yao, na hii nguvu inawasaidia kushindana na adui. Hii nguvu inawasaidia kushinda vita vya adui, kwa sababu sio wao wanaopigana, bali Roho wa Bwana aliye ndani yao ndiye anayefanya kazi, ndiye anayepigana kwa niaba yao. Bali Bwana Kristo aliye ndani yetu ndiye anayepigana kwa niaba yetu. Kwa hiyo tunaona baada ya kusema hayo, wote wakiwa wanamtazama, alichukuliwa mbinguni, wingu likamficha wasimwone tena. Huyu ni Yesu baada ya kuambia hayo, kwamba mtapokea nguvu atakapoajilia Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu, mtafanya kazi yangu. Hii nguvu itaenda kulinda malango yenu, itaenda kufunika malango yenu, itaenda kutia nguvu kwenye malango yenu. Na baada ya kuambia hayo, tunaona Yesu alipaa. Ni ile siku ambayo Yesu alitengana na wanafunzi wake katika ulimwengu wa mwili, lakini katika ulimwengu wa roho alikuwa yuko nao. Katika ulimwengu wa roho bado yuko nasi, anaishi nasi, anatembea nasi, anafanya kazi pamoja nasi katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo tunaona vitu vinavyofanya lango lako kuwa na nguvu. Ili lango lako liwe la nguvu, unahitaji utumie vitu gani sasa? Ili lango lako liwe na nguvu, ili malango yako yawe na nguvu, unahitaji ufanye nini? Hiki ndicho ambacho tunaenda kujadili. Kitu cha kwanza tunaenda kujadili hivi vitu. Kitu cha kwanza kinachofanya malango yako kuwa na nguvu, kitu cha kwanza ni kutumia damu ya Yesu kwenye malango yako. Tumia damu ya Yesu sana kwenye malango yako. Weka ulinzi wa damu ya Yesu katika malango yako. Kwa nini tutumie damu ya Yesu? Kwa sababu damu ya Yesu ina sauti. Damu ya Yesu ina ulinzi. Damu ya Yesu imefanya agano, agano lisilovunjika, agano lenye nguvu. Tamshinda kwa kutumia damu ya mwana kondoo. Damu ina sauti. Damu inapokaa kwenye malango inazungumza, inaongea, inasema. Damu ina sauti, inanena na inasikika. Ukiangalia Mwanzo
4 mpaka 10. Mwanzo 4, Mwanzo sura ya 4 mstari wa 10. Mwanzo 4 sura ya 10. Mwenyezi Mungu akasema, umefanya nini? Damu ya ndugu yako yanililia kutoka udongoni. Mwenyezi Mungu akasema, umefanya nini? Damu ya ndugu yako yanililia kutoka udongoni. Tunaona Mungu alisikia sauti ya damu ya Habili. Tunaona Habili huyu Kaini alimuua, alikufa, ila damu yake ilibaki ikinena, ikizungumza. Damu yake bado ilibaki ikilalamika, ikidai haki, haki, haki. Nimeonewa haki. Na Mungu alisikia sauti ya damu. Na ndio maana angalia mtu aliyeua. Yaani ukitaka kumjua kama ameua ni rahisi sana. Hana utulivu. Kwa nini? Kwa sababu damu ya aliyemuua inampigia kelele, inamtesa, inamwangaisha. Hatapata amani. Ni rahisi kujulikana kwamba ndiye aliyeua. Damu inapiga kelele, damu inadai haki. Hana utulivu, hana amani, hana furaha. Kwa nini? Kwa sababu amemwaga damu. Kwa damu ya Habili ilipiga sauti, ilidai haki, haki, nimeonewa haki, haki. Mungu alisikia sauti. Alimwambia Kaini, umefanya nini? Damu ya ndugu yako inanililia, inapiga sauti. Hivyo tunapoiruhusu damu, maana damu imebeba uhai, inafanya malango yetu yawe na uhai. Damu imebeba sauti, ina sauti ndani yake, inasikika. Na ndio maana mtu anapoenda kwa mganga, angalia, hakuna mganga hata mmoja aliyemwambia mtu lete kilo 7 labda za mchele, au lete kilo 7 za unga, au lete mafungu 6 ya mchicha. Akwambia lete njiwa, lete mbuzi, lete ng'ombe, lete ndugu yako. Wanataka damu. Ili ile damu inapochinjwa, nini kinatokea? Si mganga anazungumza kwenye damu, anabebesha ile damu sauti, maneno yale yanayobebeshwa kwenye damu katika ulimwengu wa roho, anapiga kelele. Mfano, wengine mnaambiwa ndoa yake ivunjike, asiwe na amani, asizae, afe, aumwe, pate ugonjwa huu. Ile damu inazungumza. Na mapepo yaliyokunywa ile damu yanaambiwa nendeni mkatimize, kwa sababu mmekunywa hii damu, katimize. Anaenda kutimiza. Sasa yanapokuja, malango yako yako wazi, hayana ulinzi, hakuna damu ya Yesu inayolinda. Mtu ghafla tu kichwa kimempata, alikuwa mzima, amefariki ghafla. Watu hawa ni watu walioibiwa, wamefungwa kwenye mapori, wamekatishwa maisha yao, wengine wamekufa kwa sababu malango hayana ulinzi, hawana uhusiano mzuri na huyu Yesu ili awalinde. Kwa hiyo damu ya Yesu ina nguvu, na sisi tunapoitumia damu ya Yesu, damu inanena, ina sauti. Damu ya Yesu ina nguvu, inanyamazisha sauti zote za damu zilizomwagwa kabla katika malango yako. Inawezekana ikawa ni damu za adui zilimwagwa. Kuna mtu alikwendea kwa waganga akatamka, akamwaga damu. Unapofanya agano na damu ya Yesu, damu ya Yesu inaenda inanyamazisha zile damu za adui, damu za waganga zilizomwagwa kwa wachawi, damu zilizotolewa makafara, matambiko, zilizotolewa sadaka, zinanyamazishwa, zinafutwa. Damu ya Yesu ina nguvu, inaenda inanyamazisha sauti zote. Wengine sauti za damu za ukoo, wengine sauti za damu zilimwaga na wazazi wako, zilimwaga katika miji mnaoishi, kwa sababu kila mji una malango yake. Unapoingia katika nchi kuna malango, ndio maana mnaambiwa semesheni malango yale. Ndio maana mimi huwa mara nyingi nimekuwa nikisafiri sana, nikiwa mfano naenda Holland au naenda Ubelgiji,
Unakuta napofika, kabla sijafika kwenye malango, naambiwa utakapofika kwenye malango utasemesha hivi, utaomba, nena kwa lugha, ombea malango. Unanena kwa lugha, lakini unatafsiriwa kile unachoomba, unaambiwa kile unachoomba. Mungu anayamiliki yale malango. Kuna sauti zilitamkwa kwenye malango. Unakuta Mungu anaenda anazitengua, anazifuta. Damu ya Yesu, naambiwa tumia damu ya Yesu. Kwa hiyo unaponena unaona kabisa damu ya Yesu inatamkwa. Damu ya Yesu inanyamazisha sauti zote. Damu ya Yesu inaharibu maagano, makafara yote yaliyotolewa kwenye malango. Mnapoenda kwenye miji, kila mji una malango. Kuna walinzi kwenye kila miji. Kwenye vijiji kuna walinzi, kuna malango. Mnapoenda kwenye roundabout, unapoingia umemaliza roundabout, unapoenda ili uingie sehemu hiyo nyingine, utoke kwenye roundabout, ni lango lile, ni malango yale. Unaelekea direction ile, ni lango lingine. Sijui kama tunayafahamu haya. Kwa hiyo yapo malango ya miji, yapo malango ya nchi, yapo malango ya wanadamu. Ndio maana tunatakiwa tuweke ulinzi. Kwa hiyo inawezekana wazazi wako walimwaga damu, walifanya maagano, na ile damu ilitamkiwa maneno, ilivyotamkiwa maneno, yale maneno bado unaendelea kuyaishi. Familia zingine zilifanya maagano na miungu, zilitolea damu miungu, na leo hii mizimu inakusumbua. Inajifanya ina undugu, lakini haina undugu na familia. Mizimu ni mashetani ambayo yanajifanya na yenyewe yana undugu na familia yako, lakini ni mashetani ambayo hatupaswi kushikamana nayo, hatupaswi kuandamana nayo, kwa sababu ni miungu mingine. Kwa hii mizimu inaendelea, unakuta inamsumbua mtu, ni kwa sababu damu ilitolewa kabla. Kuna sauti ilitamkwa, tumekupa huyu na uzao wake wote, mpaka vitukuu, mpaka watoto wote ni mali yako. Na wakatamka kwamba na isije ikatokea Mungu mwingine akaruhusiwa kuingia kwenye malango, alafu unampokea Yesu, umemleta Mungu mwingine. Vita lazima visimame. Sasa na wewe, kwa sababu kuna damu ilimwagwa kwanza, na wewe tumia damu ya Yesu ikanyamazishe sauti ya ile na ya yale maagano yaliyofanywa kabla, ili hii mizimu ikose nguvu, ikuachie, iondoke katika malango yako, ili Roho Mtakatifu atawale. Angalia hapa tunaambiwa mtapokea nguvu atakapoajilia Roho Mtakatifu. Kwa hiyo na wewe unapoiruhusu damu ya Yesu inaenda inamuondoa adui, na damu ya Yesu inachofanya inamruhusu Roho Mtakatifu aingie kwenye malango yako, akaye atawale, ayape nguvu malango yako, kwa ajili ya ulinzi wako, kwa ajili ya vita vyako, kwa ajili ya ushindi wako. Damu inatumika kufanya agano. Damu ya Yesu inafanya agano katika malango yetu. Angalia agano la kale lilianza na damu. Tunaona makuhani walikuwa wakimwaga damu, lakini zilikuwa damu za mafahali, damu za wanyama, kwa ajili ya kufunika dhambi. Kila mwaka kuhani lazima apande madhabahuni akamwage damu. Madhabahuni damu imwagike. Ilikuwa lazima kuhani atoe sadaka, damu imwagike, na hii damu ni kwa ajili ya kufuta dhambi za kila mwaka kwa wana wa Israeli. Lakini agano jipya damu ilimwagika mara moja tu, hakutakuja tena kumwagika damu nyingine kwa ajili ya agano lingine. Ni hilo hilo linatosha, ambao ni damu ya Yesu, na sisi tunaitumia mpaka sasa. Na ndio maana wao wanapoenda kwa adui, kwa waganga, kwa wachawi, wanamwaga damu, wanachinja sijui kuku, wanachinja sijui mbuzi, wanakusomea na dua hapo kwamba utakufa.
Wewe wala una haja na wewe, si uende na mbuzi na wewe uende kumlilia Mungu, nisaidie. Tunayo damu ya Yesu. Hata wakichinja ng'ombe 700, 1000, sisi damu ya Yesu inatosha, ina nguvu kuliko hizo damu zao zote walizomwaga. Ndio faida tulionayo. Kwa hiyo damu ina nguvu. Agano la kale walianza na damu, na sisi agano la jipya limemaliziwa na damu ya Yesu, na hakutakuwa na damu nyingine tena itakayomwagika tena kwa ajili ya ondoleo la dhambi, kwa ajili ya ukombozi, kwa ajili ya ulinzi wa malango, isipokuwa damu ya Yesu. Kwa hiyo tunaona hapa damu ina nguvu, damu ina sauti. Kwa hiyo tunapoiruhusu damu ya Yesu, hii damu inaenda inakaa kwenye malango, hii damu inaenda inamiliki malango, hii damu inaenda inatisha malango. Na ndio maana tunapaswa tuiruhusu siku zote damu ya Yesu imiliki malango yetu. Damu ya Yesu iwe na sauti kwenye malango yetu. Damu ya Yesu itupiganie kwenye malango yetu siku zote. Tuiruhusu damu ya Yesu siku zote, tuiruhusu damu ya Yesu ili imiliki na kutawala malango yetu, ili iwe na sauti. Hata adui anapokuja na sauti, damu ya Yesu inyamazishe, iseme nilishamaliza pale Kalivari, mtu huyu yuko huru. Damu ya Yesu imiliki na kutawala. Kwa hiyo vitu vinavyofanya lango lako kuwa na nguvu ni damu ya Yesu. Tumia sana damu ya Yesu unapoomba, tumia sana. Ndio maana Yesu aliniambia waambie watumie sana damu yangu, waitumie sana. Kuna mtu alikuwa anasumbuliwa na mizimu, inamsumbua, ni kwa sababu mababu zake walifanya agano na mizimu. Kwa ni agano ambalo lilifanyika, walimwaga damu, na Bwana Yesu akaniambia mwambie atumie damu yangu. Ukombozi wake upo kwenye damu yangu. Airuhusu damu yangu, kwa sababu bado damu za wanyama zipo katika malango yake, bado mizimu ina uhalali. Mwambie atumie damu yangu, aniruhusu afanye agano na mimi la damu yangu, ili niingie nikaitandike ile miungu, nikaitandike ile mizimu, nikamwachie. Kwa hiyo tunapokea nguvu katika malango yetu kwa damu ya Yesu. Tumia sana damu ya Yesu. Funika malango yako kwa damu ya Yesu. Weka ulinzi wa malango yako kwa damu ya Yesu. Fanya agano la damu ya Yesu kwenye malango yako, malango ya uzao wako, malango ya kila kitu chako. Kitu cha pili kinachofanya nguvu, kinachotupa nguvu katika malango yetu ni sadaka. Sadaka ni ulinzi. Sadaka inaweka nguvu. Sadaka inamruhusu Mungu asogee karibu, akae na atawale kwenye malango yako. Sadaka ina nguvu. Sadaka inamuita Mungu. Sadaka inamruhusu Mungu. Sadaka inakupa kibali mbele za Mungu. Sadaka, angalia, tunaambiwa Habili sadaka yake ilikuwa nzuri, ilimpendeza Mungu na alipata kibali mbele za Mungu. Sadaka inampa mtu kibali. Sasa wewe sadaka hutoi. Wewe ni unaendaga tu na maombi mbele za Mungu, maombi. Sadaka hutoi. Au wanaokusumbua hawaendi tu na maombi mbele ya Mungu wao, wanaenda na sadaka mikononi, na ndio maana Mungu wao anawapigania. Sadaka inamruhusu Mungu akupigania. Sadaka inaongeza ulinzi. Laiti mngeona jinsi malaika unavyotoa sadaka, unavyoongezewa malaika wa kukutumikia. Sijui kama hili mnalifahamu. Alafu unataka upigane na jeshi kubwa, una malaika mmoja. Malaika wako atakaa pembeni. Sadaka ina nguvu kuliko tujuavyo. Sadaka. Kwa sadaka inaongeza nguvu katika malango yetu. Tunapotoa sadaka tunaweka ulinzi kwenye malango yetu. Mungu analinda malango yetu. Nguvu ya Mungu inakuwepo kwenye malango yetu kwa mtu anayetoa sadaka. Sadaka ni fungu la 10 tunapokuwa waaminifu. Na ndio maana angalia,
Mtu anapoenda kumshtaki mtu katika ulimwengu wa roho ili afe au amzuru, kitu cha kwanza wanaangalia, huyu mtu anafuata sheria za Mungu. Katika zile sheria za Mungu, kitu cha kwanza wanachoenda kukichunguza sadaka. Anatoa sadaka mbele za Mungu. Kama huyu mtu ni msafi, ni mtoa sadaka, kamwe hawezi kumgusa, kwa sababu Mungu hawezi kuruhusu, kwa sababu malango yake yana ulinzi. Hamwezi kuingia mpaka mumchomoe, mumkamate ule mtu wa ndani, hamumfiki. Ndio maana wanaishia tu kusema hayupo duniani, haonekani, kwa sababu umefichwa. Sadaka inamficha mtu, sadaka inaweka ulinzi, sadaka inaweka nguvu kwenye malango ya mtu. Sadaka. 3, kitu kinachofanya lango lako kuwa na nguvu ni aina ya kiti ulichokiruhusu kikae na kimiliki malango yako. Hapa kidogo ni pagumu. Kitu kingine kinachofanya lango lako kuwa na nguvu ni aina ya kiti. Wewe mwenye malango, wewe mwanadamu, ni aina ya kiti unachokiruhusu hiki kiti kikae na kitawale kwenye malango yako. Kiti maana yake nini? Kiti ni nafasi ya utawala iliyopo kwenye ulimwengu wa roho, ambayo ina mamlaka juu ya mtu huyo. Kiti ni nafasi ya utawala iliyopo kwenye ulimwengu wa roho, ambayo ina mamlaka juu ya mtu huyo. Ni kiti gani umekiruhusu kwenye malango yako? Kiti kinaweza kikawa ni kiti cha Mungu aliye hai. Kiti kinaweza kikawa ni kiti cha Mungu aliye hai, umekiruhusu kikae katika malango yako. Umemruhusu Mungu akae na atawale katika malango yako. Lakini kiti kinaweza kikawa cha adui pia, ukawa umemruhusu adui akae na atawale malango yako. Ndio maana tunaambiwa malango yana viti vya kiroho katika ulimwengu wa roho. Na hivi viti vya kiroho, huu utawala wa kiroho, ndio huu ambao unaenda kufanya maamuzi, vinaenda kufanya sheria, vinaenda kumtawala mtu huyu. Na ndio maana inategemea ni kiti gani kipo katika lango lako, ni utawala gani upo katika ulimwengu wa roho unamiliki malango yako. Ndio maana wengine unakuta mizimu inawasumbua, ni kwa sababu kiti ambacho kimekaa kwenye lango lako ni kiti cha miungu. Ndio maana hii miungu ina sauti, ndio maana hii miungu ina uhalali na wewe, ndio maana hii miungu ina mamlaka na wewe, kwa sababu imekalia kiti katika malango yako. Na hiki kiti walikabidhiwa na babu yako, walikabidhiwa na bibi yako, walikabidhiwa na wazazi wako, na ndio maana wana uhalali. Kwa unapomleta Mungu mwingine, ni kwamba hiki kiti cha enzi cha uovu, hiki kiti cha uovu lazima kitenguliwe, lazima kiondolewe hapo, ili kiti cha Mungu aliye hai kikae hapo kwenye malango yako, na Mungu amiliki na atawale malango yako. Ndio maana ukisoma kitabu cha Waamuzi 5 sura ya 8 nasema walichagua miungu mipya, ndipo kulikuwa na vita malangoni. Hii miungu inang'ang'ania kiti, nataka nikakae pale ni mmiliki mtu huyu, ikakalie kiti. Ndio maana wanapigania hiki kiti. Rais anapochaguliwa ni kwamba anaenda anakalia kiti, atakuwa na mamlaka katika nchi hiyo, atakuwa na sheria katika nchi hiyo, amekalia kiti. Kwa na wewe katika ulimwengu wa roho yupo anayekalia kiti. Sasa huyu aliyekalia kiti ni Mungu yupi umemruhusu akalie kiti
katika malango yako? Mungu aliye hai au ni adui umempa akalie kiti anayejiita Mungu wa dunia hii? Kwa hiyo ili lango lako liwe na nguvu, lazima wewe uchague Mungu yupi unataka umpe kiti akalie, atawale maisha yako, atawale malango yako, awe na sheria, awe na sauti, awe na mamlaka, awe na orders katika maisha yako. Hivyo tunapomchagua Mungu aliye hai, na iwapo kulikuwa na mungu mwingine ambaye ni adui anayejifanya Mungu wa dunia hii, na iwapo kulikuwa na miungu, maana Mungu ni mmoja tu, hakuna Mungu mwingine. Naomba nirekebishe, Mungu ni mmoja tu, hakuna Mungu mwingine. Iwapo kwenye lango lako kulikuwa na adui alikaa kwenye malango, alafu wewe umemleta Yesu ili aje akae kwenye malango yako, lazima uhakikishe kwamba Yesu anamiliki, anakaa, anatawala sasa kwenye malango yako, amekalia na hicho kiti kwenye malango yako, anamiliki. Mtapokea nguvu. Roho Mtakatifu ataingia ndani yenu. Roho Mtakatifu atatawala, atasafisha malango, na Roho Mtakatifu atamruhusu Yesu akae katika kiti, atawale, atuongoze maisha yetu. Na mwisho, kitu kitakachokufanya lango lako kuwa na nguvu ni neno la Mungu. Biblia hutaki kusoma, alafu nataka lango lako liwe na nguvu. Litakuwa na nguvu vipi? Neno la Mungu tunaposoma tunapokea nguvu, maana tumeambiwa mtapokea nguvu. Roho Mtakatifu yumo ndani ya neno, damu ya Yesu imo ndani ya neno. Hizi zote ni package. Nguvu ya Mungu imo ndani ya neno. Ndio maana tunaposoma neno la Mungu tunapokea nguvu, tunapokea ulinzi, tunamruhusu Mungu na nguvu yake itawale katika malango yetu. Hivyo katika maisha yako, ukitaka malango yako wewe na nguvu, hakikisha vitu hivi vinne ni vya muhimu. Damu ya Yesu itumie sana, uwe mtoa sadaka sana. Angalia mfano kama hapa, tuna print hivi vitabu. Wengine mnaona kama ni kawaida, sio kawaida. Ndio maana haviuzwi vitabu hivi, vinagaiwa bure, kwa sababu ni ufalme wa mbinguni unaofanya kazi. Bwana anakusanya kondoo. Kwa hiyo wewe unapomsaidia Bwana na sadaka yako, anapata nafsi. Unategemea Bwana anafanyaje? Ataacha malango yako yasiwe na ulinzi? Ataacha maisha yako yawe na shida? Ataacha kujenga hazina yako mbinguni? Angalia tu sisi wanadamu, mtu anapokufanyia jambo jema, jambo zuri, anapokusaidia, wengine mnamshukuru mpaka na machozi na kutoka. Je, Mungu tunayempelekea nafsi ziingie ufalme wake wa mbinguni kupitia sadaka yako wewe mtoaji, nadhani Mungu anakuwa na furaha gani juu yako? Anafurahi. Kwa hiyo anapofurahi, Mungu anakuwekea walinzi kwenye malango yako. Mwanangu huyu alindwe, mwanangu huyu namlinda, adui hawezi kukusogelea. Sasa sadaka utoi, wewe ni mtu wa kupokea tu, una mkono wa kupokea, sio wa kutoa. Alafu unataka ulinzi kwenye malango yako, na hao unaopigana nao ili waje waingie kwenye malango yako, wakuibie baraka, wakuibie mali, waibe uchumi, waibe fedha, waibe nyota, ni watoa sadaka wazuri kwa miungu yao. Nategemea watashindwa kuingia ndani yako na kubeba baraka zako. Na ndio maana wengine hata wanapotembea ukiwaangalia ndani yao watupu, nyota haipo, karama zipo, baraka zipo, watupu, kwa sababu milango yao iko wazi. Nyumba ikiwa milango iko wazi, ndani kuna vitu, adui anaingia anaiba tu. Na ndio maana angalia wengine hata wanaofanya masiasa huko, ni mtu mmoja na miliki manyota mpaka 1,000, 10,000 na manyota ya watu. Ni kwa sababu hawana ulinzi. Ndio maana anaibiwa vitu vyao ovyo, kwa sababu milango yao iko wazi.
kiti. Ni Mungu yupi unamruhusu akalie kiti chako katika malango yako? Na mwisho, neno la Mungu. Ukitaka nguvu katika malango yako, mruhusu Mungu atawale malango yako kupitia neno lake. Soma sana neno la Mungu. Taka nguvu, soma sana neno la Mungu. Baba, ninakushukuru Mungu mwenye nguvu, mfalme wa amani, simba wa Yuda. Asante kwa neno la leo. Asante Baba yetu, pokea sifa. Naachia nguvu ya Roho Mtakatifu imiliki na kutawala katika malango ya watoto wako. Damu yako tunaimimina ipite katika malango ya watoto wako, ikanyamazishe sauti zote za adui zilizomwagwa, ikanyamazishe kelele zote zinazolia katika malango yao, kelele za miungu, sadaka zilizotolewa, viapo, maagano na matambiko, ikavunje Baba, ikafanya agano la damu yako katika malango yao. Damu yako ikawasafishe, ikawatakase Baba. Sante Mungu mwenye nguvu, sante kwa kusema na watoto wako. Sante, tunakushukuru Baba, kupitia haya watoto wako wanaenda kuongeza nguvu katika malango yao, wanaenda kuweka ulinzi katika malango yao, na wewe Bwana unaenda kutawala. Sante Mungu mwenye nguvu, ninambariki na kumfunika kila moja kwa damu yako ya thamani iliyomwagika pale Kalvari. Sante Baba, ni katika jina lenye nguvu, uwezo, mamlaka na utisho, jina lako Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, nimeomba na kushukuru. Amen.